Jembe michezo ya ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho kwa wakilishi wa Tanzania imetamatika. Picha ambayo imejitokeza imekuwa tofauti kidogo. Yule ambaye alikuwa anaaminika atafanya vizuri sana kutokana na nature kundi lake imekuwa tofauti. Kwa Yanga ambayo alikuwa anaonekana yuko kwenye grupu gumu, amewashangaza wengi. Hapa kwa Yanga kwanza. Mimi Yanga hoja nishangaza. Mimi naamini Yanga wamefanya kile ambacho kwao kinawezekana. Na bahati nzuri mimi niliongea toka mwanzo kwamba ninaamini Yanga kweli wako kwenye grupu gumu, lakini ni timu ambayo sio wageni kwenye Champions League. Yanga sio timu ndogo Afrika, na nilikuwa ninaamini wana nafasi ya kufanya vizuri kutegemeana na wanajipangaji. Lakini imeonekana kwamba Yanga wamejipanga vizuri, na kama unakumbuka kwenye interview yangu ya mwisho nilisema kama Yanga watafanikiwa kutoka kwenye hilo group, maana yake itakuwa ni timu nyingine kabisa. Kwa sababu gani? Wanalazimika kujisqueeze ili kuweza kulingana na hali ya mule ndani ilivyo, kwa sababu watacheza na timu za kaskazini zote. Kwa hiyo walichokifanya Yanga wamefanya ni timu ambayo inaonekana mimi niseme isa professional team ambayo inatambua kwamba wapinzani wanaokwenda kukutana nao ni wapinzani wa namna gani. Kwa hiyo wamefanya vizuri sana, na ukiangalia sasa hivi katika timu zote 4 za kwetu timu moja tu imeshinda ambayo ni Yanga. Kwa hiyo grupu limekuwa gumu kwa upande wa Simba. Kwa mimi nikwambie grupu la Yanga bado ni gumu, grupu la Simba bado ni gumu. Na kama unakumbuka nilizungumza pia kuhusiana na Petro. Underestimation ya Petro ilikuwa kubwa sana, lakini nikawakumbushia watu kuhusu Libolo, nikakumbusha watu kuhusiana na Bravo kwamba timu za Angola sio timu nyepesi, na nafikiri wameona, kwa sababu pamoja na Simba kwamba wamepoteza nafasi nyingi na walikuwa na nafasi ya kushinda ile mechi, lakini timu waliocheza nayo sio timu nyepesi. Haikucheza kiwepesi. Sio timu ambayo unatarajia uende ukaionee unavyotaka wewe. Kwa hiyo nafikiri ni jambo ambalo linaweza likawa limetufundisha sana. Na hasa unapozungumzia Champions League sio sehemu ya kuifanyia mchezo. Mimi niliona kikosi cha Simba nikashangazwa sana, especially kuona kwenye benchi la Simba kuna strikers watatu. Strikers ambao unaweza kila mmoja akawa na nafasi ya kwanza kwenye timu ya ligi kuu, alafu wote umewaweka benchi. Lakini matarajio yangu nikaona kama kocha angeweza kuanza kuwaingiza mapema, lakini ukiangalia substitution ya kwanza ilikuwa ni ya nani? Nafikiri ni Chasambi. Sasa Chasambi naye ni kiungo tena. Kwa kocha akaendelea pia kuwaweka nje wale mastriker. Kidogo mimi ilinishangaza sana. Kuna mtu mmoja amesema angeweza kuwaingiza hao mastriker, lakini hata hao waliokuepo wangeweza kufunga, Simba ingepata mabao angalau mawili hadi half time. Lakini kwenye football kila mtu ana kazi yake. Kazi ya defender kuokoa, midfield ni kusaidia kwenye kukaba na kuchezesha timu. Lakini inapotokea mmoja kati ya hawa kufunga, anaweza akafunga. Lakini unapozungumzia striker kazi yake ni kufunga. Mwenye kazi yake ya kufunga hawezi akawa anakosea kama yule ambaye sio kazi yake ya kufunga. Na ndio maana ukiona striker, mfano kuna gumzo ile la Dube, watu wanashangaa huyu ni striker kwa nini anakosea, kwa sababu ndio kazi yake kufunga. Kwa kocha hakuwaweka wenye kazi yao, yani aliwaweka nje wenye kazi yao ya kufunga. Kwa mimi naona Simba kuna kitu kidogo kama walifanya underestimation. Mfano nilikuwa najaribu kuchukulia Pantev. Amekuwa anaanza na Maema, anaanza saa zingine, tuseme anaanza na wale midfield, wanakuwa hawajafanya vizuri. Kipindi cha pili anafanya substitution, wanaingia maforward, wanafanya vizuri. Mechi inayofuatia tena anaanza na wale hawafanyi vizuri. Kipindi cha pili anaingiza wale wanafanya vizuri. Mimi ninachojua kwa makocha wengi, wale walioingia wakafanya vizuri ndio wanatakiwa kuanza mechi inayofuatia. Kwa hiyo mimi nitarajia kuona Simba wanaanza na at least center forward mmoja. Maema amecheza muda mwingi akiwa sio msaada mkubwa kwenye timu, na alikuwa na watu ambao wangeweza kuingia at least, kwa sababu sasa mmeshaona kwamba mambo hayako sawa, mnaweza mkaingiza double striker. Sasa mimi kwangu naona pia swala la kikosi na substitution walizofanya Simba imekuwa ni sehemu ambayo imewaangusha, na niseme kwa ujumla hawakuwa serious na hii mechi. Nafikiri Simba walichukulia hii mechi kama wameshaiweza kabla hawajaicheza, na hili na mimi itakuwa ni fundisho kwetu, litakuwa fundisho kwetu kwa maana kwa timu zetu. Na ukiangalia kupoteza nyumbani, moja ya hesabu huwa nzuri za kwenye Champions League au Confederation Cup mnapoingia kwenye hatua ya makundi huwa ni kukusanya pointi 9 nyumbani. Alafu hizo wengine sasa utabahatisha pale pointi 1 au pointi 3 ili uweze kuongezea pale kupata uhakika wa kufuzu. Sasa Simba wana mzigo mzito sana. Lakini hata nikirudi mimi kwa Yanga, hii haina guarantee.
mechi ya kwanza ya kundi kwenye michuano hii ya CAF haikupi guarantee kwamba wewe tayari ndio umeshafanya vizuri. Azam na Singida wao wameanza kwa kupoteza ugenini. Hii sio kwamba tunaweza tukasema guarantee sasa tayari wameshatolewa. Kuna nafasi ya mechi nyingine 5, inategemea utazicheza vipi. Lakini whatever unakwenda lazima ujue kwamba ugumu upo, kwa sababu hata wale unakwenda kucheza nao na wao wanajipanga kama wewe. Kumekuwa na pressure nyingi kwa Mwalimu Pantev, hasa uzoefu wake katika michuano ya kimataifa, kwa sababu wengi wana question kwamba angekuwa na uzoefu mkubwa pengine asingeichukulia poa Petro Luanda kutokana na mazingira hata ya maandalizi ya kikosi cha kwanza kilivyoanza siku ya jana. Ni sahihi. Mimi swala la uzoefu nafikiri linakuja baadaye, lakini kama kocha, una kocha wako sasa hivi afu mnakwenda kwenye Champions League kwenye timu inayotoka Angola, best team ya Angola, timu inayotoa nafikiri takriban wachezaji 10 kwenye timu ya taifa, timu ambayo ukiangalia inafanya kambi zake Brazil, Ureno, inafundishwa na mwalimu ambaye amekufanya kazi kwenye klabu kubwa kama ya Barcelona, halafu wewe uende ukafanye mchezo eti kwa sababu hauna experience. Mimi nafikiri experience hapa tuiweke pembeni, yani tuamini tu kwamba hakuwa serious na anapaswa kubadilika, kwa sababu inawezekana wakati mwingine watu wanakuwa hawajui ukubwa wa Simba na Yanga, kwa sababu tunamzungumzia Pantev, lakini mimi nilikuwa najaribu kuangalia tena wachezaji wa Simba. Mfano kuna kipindi baada kuwa hawa Petro ametangulia, kuna kipindi wao wanajaribu kupoteza muda, anaweza kauchukua ule mpira kaupiga kidogo pale, lakini unaona mchezaji wa Simba naye anakwenda anatembea, utafikiri mchezaji wa Petro, hauoni ana ule uchungu, anakimbia kuwahi ule mpira kurudisha ndani ili waweze kupambana. Nilikuwa natamani kwenye klabu hizi kubwa, especially Simba sasa hivi inabidi wawapelekee watu wachezaji wao ili waweze kuwaelezea historia ya Simba na Simba inataka nini kwenye michuano hii, kwa sababu inawezekana seriousness ya viongozi na ya wachezaji wa benchi la ufundi inapishana. Hao wengine wanakuwa wanaona kama ni mambo poa poa tu, lakini hawajui jinsi ambavyo wameumiza mioyo ya watu kumtaani. Kwa hiyo mimi nafikiri kuna jambo la kulifanyia kazi kuanzia kwa wachezaji afu na kocha wao mwenyewe. Kwa jinsi walivyocheza Simba jana, unaona wanaweza kwenda tu inayofuata kama ukiendelea kucheza vile. Wakicheza vile kama walivyocheza jana ndio wameshatoka. Hiyo itakuwa haina mjadala. Kama watabadilika nafasi itakuwepo, na kubadilika maana yake mechi inayofuatia ambayo ni ya ugenini ni ngumu. Ukiangalia Stade Malien umetoka sare na Esperance wakiwa wameshambuliwa kweli kweli, lakini waliweza kuhimili na mwisho wakamaliza vizuri. Kwa hiyo maana yake ni mechi ngumu. Ni mechi ambayo wao Simba sasa wanachotakiwa ni kushinda, kwa sababu wakienda wakapoteza ugenini unapoteza pointi 6. Watarudi kwenye kama mwaka fulani ule wa miujiza wa kupoteza pointi 6 afukaenda, lakini hao mambo wao hayajirudi kila wakati. Kwa hiyo kazi wanayo wao, rungu wanalo mkononi mwao wenyewe, wataamua nini, watoke au waendelee. Mimi nataka niseme kitu kimoja. Prince Dube baada ya kupitia heka akafunga goli la pekee na goli la tatu klabu ya Yanga. Sehemu nimepata kusoma kwamba Prince Dube alikuwa anaiogopa ile mechi, kwa itaki kabisa. Goli lina maana gani kwa Prince Dube? Unajua hata sisi wengine tumecheza mpira lakini sio level hizo. Unajua kuna tabia moja, ukiwa striker ukikosa bao usiku usingizi unakuwa hamna. Unakuwa unawaza pale ni baada ya kupiga, yani usiku kucha unawaza jinsi ambavyo ungeweza kufunga. Umeshakosa uwanjani, lakini pale nisingepiga, ningetuliza nikapiga na kushoto. Pale nisingepiga kwa ndani, ningetuliza nikainua. Yani vitu vingi vinakuwepo. Mimi ndio maana Dube alivyolia siku ile kwenye interview yangu ya kwanza nilisema nimemuonea imani sana, na nilikueleza kama nimesikitishwa sana na watu ambao wanamzomea Dube. Ukiwa haujacheza mpira ungeweza kumzomea, lakini kama umecheza usingeweza kumzomea, kwa sababu moyo wako unakuwa unapata feeling ile ambayo ulikuwa nayo. Mimi nilikuwa namuelewa Dube. Kufunga lile bao kwa Dube inakuwa kama vile kazaliwa upya. Inakuwa ni kama sasa kile alichokuwa nakitaka kimeweza kufanikiwa. Lakini mimi nipongeze benchi la ufundi la Yanga. Yaani wao hawakwenda na upepo wa mashabiki. Pamoja na Dube kuendelea kushindwa kufanya vizuri, lakini wao bado walikuwa wanaendelea kumwamini. Na inawezekana mazoezini alikuwa akifanya vizuri. Unaona siku paka alikuwa anaomba kutoka yeye, lakini kocha bado alikuwa anaonekana anaendelea kumwamini. Kocha aliyopo naye amekuja ameendelea kumwamini. Sasa inawezekana imekuwa ni sehemu ya kumpatia dawa Dube ya kurudi tena. Lakini kwa faida ya hilo, Dube leo amekwenda kuwa ndio yule mtu
amebadilisha matokeo. Kwa hiyo nafikiri ni jambo zuri na kumwamini mtu ambaye, kwa sababu unajua sisi tuseme ukweli, Dube anahitaji kuthibitisha kwamba ana ubora. Hapana, tumeshaona sisi wote. Kwa hiyo ilikuwa ni matokeo ya kutokana na mambo ya kimpira. Mpira kama maisha ya kawaida, una upside down, siku nyingine juu, siku nyingine chini, na lazima uvumilie. Tumalizie na Azam na Singida ambao wao walianzia ugenini, matokeo hayakuwa mazuri kwa upande wao. Pengine una neno gani la kuwapa tumaini kuelekea katika mechi zinazofuata ambao watachezea nyumbani? Kwenye hatua ya makundi hauwezi kufuzu kwenye mechi ya kwanza, wala hauwezi kutolewa kwenye mechi ya kwanza, kwa sababu unakuwa na mechi nyingine 5. Wanachotakiwa sasa hivi Singida ni kujipanga, Azam wajipange kwa ajili ya mechi inayofuatia, na kinachotakiwa sasa ni wafanye kila linalowezekana, kwa sababu wao wanarudi nyumbani na wao wakote pointi 3 ili wajiweke sawa sasa kuanza kuangalia watafanya nini kwenye hatua hiyo ya mechi zinazofuatia. Lakini mimi bado nina imani Singida na Azam wana nafasi ya kufuzu, lakini lazima watangulize neno moja: haitakuwa rahisi. Haitakuwa rahisi. Watu wanasema uzoefu, unajua kwamba wao ndo malao ya kwanza, wataishia hapa, tusiwape pressure. Maneno kama hayo yapo. Ukiangalia kina Stellenbosch wale walikuwa sio wazoefu, lakini walienda mbali. Sasa hivi kaanza kuonekana na ni timu kama vile wazoefu. Imekuwa hiyo ni nature kwamba timu zinaanza na zinaweza zikafanya vizuri. Kwa hiyo nafasi bado ipo, lakini unaposema sio wazoefu, timu ina kocha kama Froli Bengi, wanataka wawe wazoefu kwenye nini? Wakina Faisal na kina wako wachezaji wanataka wawe wazoefu kwenye nini? Sababu grupu hilo inawezekana sio wazoefu kwa jina, lakini kwa maana ya wachezaji walionao wameshacheza michuano mingi ya mikubwa ya kimataifa na wamefanya vizuri. Exactly. Kwa hiyo kwa nini nasema sio wazoefu? Kwa hiyo nafasi hiyo ipo, wanayo, na grupu lao lina watu wengi ambao wamefanya hivyo vizuri. Kwa mimi ninaamini nafasi ipo kama watajiandaa vizuri na kama watakuwa tayari kwa ajili ya kupambana, kwa sababu unajua unaweza kutaka kwenda tu kupambana lakini ukiwa hauko tayari. Na kikubwa sana sasa hiyo ni kwenye pointi za nyumbani. Tuna timu moja tayari imeshadondosha pointi za nyumbani, ambapo ni jambo baya sana. Timu zetu zijitahidi pointi za nyumbani zote wabebe, bila kujali unacheza na nani. Kama atakuja Wydad hapa aache pointi, sijui atakuja Maniema hapa aache pointi na kadhalika. Baada ya pale sasa pointi za nyumbani kwao watu taangalia uweze kunyakua pointi ngapi pia na uweze kusonga mbele. Nilijua utaniuliza bao la nani? Kuna goli la Simba, kila mtu anatoa maoni yake. Mashabiki wengi wa klabu ya Simba wananyosha kidole kwa kiungo wao wa ulinzi, wengi wananyosha kidole kwa beki wao Mligo, na wapo wanamgusa pia golikipa wa klabu ya Simba kama kuna uzembe kiasi fulani, mpira ulipita karibu yake sana. Wewe ni mchambuzi wa boli, mwandishi mwandamizi, unaona nini kwenye ile goli? Nani ambako kulikuwa kuna makosa? Kwanza timu ilichelewa kurudi, kwa maana Mligo wakati anapoteza mpira alikuwa yuko juu kabisa. Anapokuwa Mligo juu, maana yake chini yake kidogo hapa lazima awepo mshambuliaji wake, kwa maana kiungo wa pembeni mshambulizi. Yeye ndio alikuwa anapaswa kurudi, lakini katikati wakati mfunga bao ana accelerate kwenda, alitakiwa akutane na kiungo wa ulinzi, ambaye kiungo wa ulinzi naye pia alikuwa yuko pembeni na ni mzito kuja. Umemwona alipokuwa anakuja anakimbia utafikiri tembo lakini mwisho wake umeona alikuwa anakutafikiri katitia mpaka yule amekwenda amefunga. Kwa hiyo kuna tatizo pia Simba. Kwa hiyo na ukiangalia nafasi ngapi wale wamepata, lakini ukimsema kipa labda wamseme kwenye haya mambo mengine, niliona kama utulivu ulikuwa umepotea kidogo. Inawezekana kama nilivyosema pressure kwenye mitandao baada ya kupoteza mechi ya Taifa Stars, ambao kitu anatakiwa asikifuatie. Nakumbuka wakati fulani kwenye kitabu cha Ferguson anasema alikuwa anawakataza wachezaji wake kusoma mambo yote ya kwenye magazeti au kusikiza redio, vipindi vinavyozungumzia michezo. Kwa sababu hawana sababu ya kujiingiza kwenye pressure. Kwa hiyo unapoingia uwanjani haujui hata kama nilitukanwa au sikutukanwa, au unaingia unaanza kupiga boli lako tu. Sasa ukianza kusoma ile inakupa wasiwasi. Sasa inawezekana pia wachezaji wetu hiyo hawapati watu wa kuzuia kidogo, especially kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo inawezekana kwa dunia sasa linawezekana. Inawezekana. Inawezekana kabisa. Sababu usipokuwa nayo wewe watakuonyesha watu. Wengine wanaweza wasikuonyeshe. Unaweza kuzungumza na watu na wasikuonyeshe. Mfano kama mimi siku nikiamwaga sasa watu nataka niwaambie ukweli. Nasema siku usisomi comment. Alafu na wakanda ukweli. Na ufungi comment. Siye kufunga comment maisha yangu yote na sitafunga. Sababu najua kule si watakuwa wanatukana. Sasa mimi siwezi kuangalia matusi, nilikuwa nataka niangalie comment za watu wenye akili. Kwa hiyo kwa sababu matusi na waachia waendelee wajimwage na matusi yao. Na sijawahi kufunga. Sababu ya Chasambi, uwanja ulipiga yowe kumuona Ladak Chasambi dakika ile Simba
wanahitaji kusogea, anaingia yeye baada sema ya Morris Abraham. Watu walitegemea angeingia Jonathan Sona, watu kama hao. Kitaalam kiubobezi unaona nini kwenye hesabu ya Chesambi? Mimi kwa kweli sikumuelewa kocha. Na kwa sababu sikumuelewa. Unajua nimekuwa nikiona, nimetoka kukuambia wakati Simba ulikuwa unatarajia kuona inatoa kiungo inaingiza forward. Ikatoa kiungo ikaingiza kiungo tena ambaye match time yake sasa hivi ni ndogo sana. Kwa hiyo yani nilikuwa namshangaa kocha, lakini alikuwa kama vile ameingangania plan, na mimi nianza kuhisi kama alikuwa anafanya majaribio kwenye Champions League. Yani kama vile anakijaribu kikosi chake kwenye Champions League. Kwa hiyo kuna shida kubwa. Kuna shida kubwa, sema atakao ifanyie kazi na viongozi wamwambie kocha wao kwamba Simba sio ya kocha tu peke yake. Au ya benchi la ufundi. Simba ni ya watu, na Simba inabeba mioyo ya watu wengi mno. Kwa hiyo kama watashindwa kumwambia wanaweza kaniita nikaenda kwa waambie. Au wamfukuze kocha mapema. Hawezi wanamfukuza nini? Hawezi kumfukuza sasa hivi. Abadilishe nini pate Simba? Mimi nafikiri lazima watumie mastriker wao. Kwa sababu nilipata taarifa kuna striker kanunuliwa bei kubwa alafu wewe unamweka bench pale. Na unajua ni striker anaweza kukusaidia kufunga. Yaani unajua kama angekuwa hawahitaji mastriker basi wasingewepo kwenye bench. Unajua benchi la Simba jana lilikuwa linashangaza. Umekuwa benchi na strikers watatu. Yaani bora ungeanza na striker mmoja kusema kuna wawili nimeweka akiba. Strikers watatu watu wamekaa bench. Yaani unasubiri kwanza baadaye afu ndio waingize. Sijui kwa sababu kama plani yake nafikiri imeshafeli. Na nafikiri safari nyingine atakiwa abadilishe. Na taarifa nilizofuatilia kwa nikaambiwa kwa siku 3 ile timu iliyoanza ndio alikuwa anacheza nayo. For 3 days mazoezini. Bila washambuliaji. Na hiyo yeye ndio alikuwa amelingangania hilo lazima lifanyike. Sasa limerudi, limekuwa sio la kocha sasa hivi umeona limekuwa ni la Simba wote. Unajua Simba nafikiri leo watakuwa napumulia mashine. Watu wasema mbona Matola amwelekeze. Mimi unajua Watanzania sisi tuna tabia ya kuoneana. Matola anawezaje akambadilisha kocha mkuu? Anaweza kawa anamwambia kocha mkuu akiwa hataki atafanya nini? Yeye kazi yake ni kumshauri tu, afa anamwacha siku ya mwisho kocha ataanza kusema Matola ananiingilia kazi yangu. Alafu mtaanza kumsema tena Matola. Kwa hiyo inawezekana kamshauri afu kocha akasema hii ndio sawa sawa. Baada ya pale hakuna mjadala. Mudathiri haya basi jana ametoka kwenye nyasi akapanda mpaka VIP akaenda kumkumbatia rais wa klabu ya Yanga Engineer Harris baada ya kupata goli moja. Akarudi akala kadi yake ya njano. Sasa watu wakasema bwana ilikuwa hisia za namna gani zimemtoa mchezaji uwanjani kaenda juu kabisa na akapata kadi ya njano. Kuna nini ulichokiona pale? Kwa kweli mimi hamna nilichokiona. Niliona tu mchezaji wa Yanga kaenda kumkumbatia rais wa timu. Mimi nilishangaza kwa nini akachukua kadi ya njano hiyo ambayo angesubiri mechi imeisha angeweza kwenda kumkumbatia kwa sababu hata pale mechi ilikuwa kwa hiyo sasa sijui mimi, lakini kwa sababu ni mtu na kiongozi wake sawa, lakini kimichezo imekaaje? Kimichezo it's unprofessional. Mchezaji unajua wakati wa mechi unatakiwa kwenye pitch. Alikuwa na muda wa baadaye kutoka akaja akamkumbatia rais wake kama kuna kitu labda alikushauri au alikuvutia na nini. Sababu huwezi kujua labda paka anakwenda kumkumbatia rais alisema nini au alimshauri kitu gani. Huwezi kujua kwa sababu wao wanakaa kama family. Lakini bado angeweza kuwa mvumilivu. Ingawa kwenye mpira tena damu inapokuwa imechemka mtu anaweza kaamua kitu chochote. Kuna kwenye uchaguzi kwenye mkutano mkuu wa klabu ya Simba na klabu ya Simba. Hujauliza goli la nani ile? Hujauliza goli la Rabat. La Dube goli la Rabat. Walipata goli. Neno goli linamaanisha nini? Yaani neno goli maana yake limekubaliwa. Ndio maana kuitwa goli. Sio mpira kuingia nyavuni ni goli. Si mpaka refari aruhusu. Wale walifunga goli. Ili kufunga goli sentence kwa Kiswahili maana yake nini? Walifunga. Maana kanuni Yanga moja. Unajua mimi nimewahi kuambia mara nyingi sana kwa kitu kimoja. Kwamba unajua na huyu akijibu nini? Maana yake anajua kitu. Kwa sababu unajua anapokosea referee inakuwa haijakosea Yanga. Yaani mfano kama referee leo akiwadhulumu Yanga sio tatizo la timu pinzani. Ni referee kawadhulumu Yanga. Lakini referee aliwadhulumu wale. Kwa Rabat alizulumiwa. Ile ilikuwa ni bao. Sasa kama unataka mjibie refa mpe.